Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, tunazungumza na waziri kutoka Jamhuri ya Kenya anayesimamia Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Maslahi ya Watoto wa Kenya katika kutathmini utekelezaji wa malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Tunahakikisha internet iko hapo. Ala. Yes, hiyo kwa kijenga soko, hii affordable markets, ama affordable housing, wanahakikisha mtandao uko hapo. Tafadhali salia nami hadi mwisho. Ni Alhamisi ya tarehe 9 April mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Arnold. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Israel dhidi ya Lebanon tarehe 8 April. Mashambulizi ambayo yamesababisha mamia ya raia kuuawa na kujeruhiwa, wakiwemo watoto, sambamba na kuharibu kwa kiasi kikubwa miundombinu ya kiraia. Taarifa iliyotolewa New York, Marekani na msemaji wa Umoja wa Mataifa imemnukuu Guterres akionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la vifo miongoni mwa raia na kutoa pole kwa watu na serikali ya Lebanon, akiwatakia nafuu ya haraka wale waliojeruhiwa. Katika tukio jingine hii leo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezindua mfuko wa urejeshaji wa Palestina uliopewa jina la Horizon Fund, akisisitiza umuhimu wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka kusaidia wananchi wa Palestina kurejesha maisha yao na kujenga mustakabali bora. Akizungumza kupitia ujumbe wa video wakati wa uzinduzi uliofanyika Ramallah huko Ukingo wa Magharibi, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, Guterres amesema mfuko huo ni sehemu muhimu ya ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa na taifa la Palestina. The Palestinian people continue to face immense hardship. Wananchi wa Palestina wanaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa katika Ukingo wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na Jerusalem Mashariki, pamoja na ukanda wa Gaza, hali inayohitaji zaidi ya msaada wa kibinadamu pekee. Ingawa misaada ya kibinadamu ni muhimu, lakini haitoshi. Watu wanahitaji fursa ya kujenga upya maisha yao, kurejesha vyanzo vya kipato na kuamua mustakabali wao kwa heshima. Horizon Fund utaleta pamoja wadau mbalimbali chini ya jukwaa la pamoja la Umoja wa Mataifa ili kuhakikisha urejeshi wa awali, kuimarisha ustahimilifu wa kiuchumi na kuimarisha taasisi za Palestina kwa kuzingatia dira ya suluhisho la mataifa mawili. Na wakati mgogoro nchini Sudan ukikaribia kutimiza miaka 3, zaidi ya wakimbizi milioni 1 wa Sudani walioko nchini Chad wanakabiliwa na hatari kubwa ya kupunguzwa kwa mgao wa misaada muhimu ya kibinadamu. Onyo hilo limetolewa leo na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la kuhudumia wakimbizi UNHCR na la mpango wa chakula duniani WFP, wakitanabaisha kuwa huduma za msingi kama chakula, maji, malazi, ulinzi na huduma za afya zitalazimika kupunguzwa zaidi katika miezi ijayo iwapo pengo la ufadhili la dola milioni 428 halitazibwa haraka. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina maalumu. Salia papo hapo tafadhali. I integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala.
Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Imesalia miaka 4 kufikia kilele cha miaka 15 ya utekelezaji wa malengo 17 ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs. Kuelekea mwaka 2030, mataifa yanaendelea kujitathmini ni kwa kiasi gani wanafanikiwa katika kuyatekeleza malengo hayo. Kandoni mwa mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 uliofanyika mwezi uliopita hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, nilizungumza na Hannah Wendoti Cheptumo. Huyu ni waziri wa jinsia, utamaduni na maslahi ya watoto wa Jamhuri ya Kenya, ili kusikia ni kwa namna gani Kenya inapiga hatua katika lengo namba 5 la usawa wa kijinsia. Nchi ya Kenya tuko na sheria mwafaka. Tuko na policies, tuko na sheria, tuko na mpango na mikakati ambayo imewekwa kupitia kwa hizo mipango. Mnajua ya kwamba Kenya tuko na counties. Tuko na 47 counties and 48 governments. County 47 na serikali kuu. So zote tunaziita 48 governments. Yani national government moja na hizo zingine 47 counties. Na tunafanya kazi na wao pamoja kwa sababu hakuna county yenye haiko kwa serikali na hakuna serikali yenye haiko kwa county. Kwa sababu pale katika vijiji tuko na machief, kuna polisi, kuna MCA ambaye ni anafanya kazi hapo, alichaguliwa na raia. Unakuja hapo kuna member of parliament. Unakuja mpaka kwa county government tuko na governor. Sisi kama wizara tunafanya kazi na wao. Tuko na gender officers ambao wako huko katika huko chini ambao wanafanya kazi na wao. Tuko na children officers ambao wanadeal na masuala ya watoto. Kwa sababu tukisema gender si wa mama peke yao. Gender ni wanaume na wanawake. Children hapo ni watoto wasichana kwa vijana. Sawa. Ni wote. Kwa hivyo hii ni wizara ambayo tuna deal. Tunahusika na wote. Kusema kama ni mama ambaye bwana yake amefariki, ako na mambo ya urithi. Sasa katika hapo chief wa area anaweza kumwelezea kwamba ukikuja kwa ofisi yangu mimi ndio kuandikia barua kusema wewe ndio ulikuwa mke wa huyu mtu, kuna watoto wangapi. So tunatumia wale watu ambao wako kwa vijijini. Tunafanya kazi pia pamoja na makanisa. Unaona sasa kama kanisa kila Jumapili mtu anaenda kanisa ama anaenda kwa mosque kama anaenda kwa shrine, nyumba za ibada. Yes, na nyumba 10. Kuna ile inaitwa nyumba 10 katika pale. Wale tunafanya kazi na wao ili kuambia kwamba in case kuna mtu akona shida amna hii, unaweza kuelezea hivi. Kabla haijatufikia huku juu kwa ofisi kuu, huwa tunatumia hizo systems ambayo serikali wameweka. Kuna pia tunafanya kazi pia na wanasheria ambao wanapeana what is called pro bono services. Wale wanasheria ambao wanatoa huduma za kisheria bila malipo. Hapo ni kamuuliza kuhusu uwepo wa mila na desturi ambazo bado zinapunguza uwezo wa wanawake kumiliki au kurithi mali, na hivyo nikataka kufahamu wizara yake inashughulikiaje pengo kati ya sheria rasmi na desturi za jadi. Asante sana. Sheria yetu vile iliundwa ni sheria sisi wote, wanawake kwa wanaume, watoto kwa vijana, vijana kwa wasichana. Hata inasaidia hata wale hawajasaliwa kwa sababu urithi itaenda kwa wale watakuja baadaye, si ndio? Sawa. Na kwa hivyo sisi kama nchi tunatumia mbinu sote kuhakikisha tumefundisha raia ile rights yao iko katika hiyo sheria. For example, inaonyesha kwamba mtu akifariki ni nani anafaa kupatiwa hiyo mali, ni nani anarithi katika hiyo familia. Na nimeanza kusema hapo mbeleni ya kwamba ule mtu ambaye anakaa na mtu kwa kijiji ambaye ni chief, huyo mwenye anajua wewe ni nani. Tuseme kama mimi naitwa Hannah. Huyo chief, assistant chief anajua mimi ni nani, anajua niliolewa na nani, anajua niko na watoto wangapi, anajua ni nani ndugu ya bwana, anajua ni nani dada. Hao ndio wanajua. Tunaanza na wao kwanza. Kwa hivyo tunakuanga na kikao na hao ya kuhakikisha kwamba wanaelewa hiyo kazi. Ndio hawa ndio the first, hawa ndio wa kwanza wenye wanajua nini imetendeka na ni njia gani tunaweza tumia. Ya pili mitandao.
Ndio. Nisema tunatumia mitandao hii ya kijamii. Hii Kenya yetu hii. Network ya internet. Kenya tuko, I think we are almost the first one in the world. Tunaendelea vizuri sana. So katika tuseme kama masoko yetu tunahakikisha internet iko hapo. Ala. Yes, hiyo wakijenga soko hivi affordable markets ama affordable housing wanahakikisha mtandao uko hapo. Kwa hivyo kila mtu mwenye ako na simu anaweza kujua ni nini. So ukisearch tu hivi unajua vile unafaa unafaa kuona nani. Ndio. Na kama ujui, serikali iko hapo karibu na wewe. Serikali iko pale kutoka kwa chief mpaka kwa president. Office of the president by the way ni huko kwa chief. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi kama wizara ikikuja mambo ya maswali na maslahi ya watoto na mambo ya utamaduni tuko hapo. Hatuwezi kubali turudi nyuma. Vile maendeleo inaendelea katika nchi ni pia tunasukuma kuhakikisha familia wanakaa vizuri, sheria zinaeleweka, watu wanakaa katika hali ambaye inafaa. So kusema kweli nataka kusema ya kwamba Kenya ni progressive kwa mambo ya kuhakikisha that maslahi ya wanawake na wanaume zinafanywa katika usawa. Kenya inafanya vizuri. Tunafanya vizuri sana na by the dunia wanakuja sana huko kwetu Afrika. Watu wanakuja kuangalia, wanasema Kenya wanafanya nini ili waweze pia kukopi kuangalia na wenyewe waende kufanya yale mnayoyafanya. Yes. We pride ourselves. We are very happy. And I'm very happy to be part of that. Ni Hannah Wendoti Cheptumo, waziri katika Jamhuri ya Kenya anayesimamia Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Maslahi ya Watoto wa Kenya, akijivunia hatua ya nchi hiyo katika usawa wa kijinsia alipokuwa akizungumza nami hapa jijini New York, Marekani. Basi kufikia hapo na kunja jamvi leo, lakini tukutane tena Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.